Karibu tena mtazamaji wa channel yetu ya Biomedia, tuangazie taarifa mbalimbali ambazo tuko nazo hapa katika channel yetu ya Biomedia. Langu jina ni Official Rosdy mpaka tamati. Bana, leo tuko na story ambayo Mange ametoboa siri chanzo cha kifo cha mama yake Karina. Hakuna cha pressure wala nini, kalogwa na shangazi zake Karina. Inasikitisha. Bana, habari za kusikitisha zimetufikia kwamba mama wa msanii maarufu wa muziki wa Bongo Flava Hawa Hussein, ambaye alijulikana zaidi kwa jina la Karina Fatuma Maruzuku, amefariki dunia. Na kifo hiko kimekuja miezi mingi tu mara baada ya Karina, msanii huyo mwenye vipaji, kufariki dunia, na mama yake amefariki takribani siku 40 mara tu baada ya msiba huo mkubwa. Lakini pia habari za kifo cha mama wa Karina zimefikiwa na kuthibitishwa na mmoja wa wanafamilia wa marehemu, ambaye aliweza kuzungumza na chombo cha habari kimoja wapo dakika chache tu ambazo zimeweza kupita. Msemaji huyo wa familia amethibitisha kwa masikitiko makubwa kabisa kuhusiana na kifo cha Fatuma Maruzuku, na kueleza kuwa hali ya afya yake ilikuwa ikizidi kushuka tangu tu marehemu Karina alivyoweza kuondoka hapa duniani. Lakini pia Fatuma Maruzuku alikuwa akisumbuliwa na matatizo ya kiafya ikiwemo pressure pamoja na damu na ugonjwa wa kisukari, ambavyo vilimfanya basi hali yake kuwa tete zaidi, na hali hiyo imesababisha mama huyo kushindwa hata kushiriki katika maadhimisho ya siku 40 ya msanii Karina wiki iliyopita, tukio ambalo ni muhimu sana katika mila na desturi za jamii yetu ya Kitanzania na hasa kwa familia. Lakini pia kifo hiko kinajengea huzuni kubwa katika familia ya kina Karina pamoja na mashabiki zake na watu ambao walimfahamu msanii huyo pamoja na familia yake kwa ujumla. Msanii Karina alikuwa mmoja wa wasanii ambao walibeba jina la muziki wa Bongo Flava kwa kiwango kikubwa sana, na kifo chake kilisababisha majonzi makubwa sana katika sekta ya muziki na jamii kwa ujumla. Fatuma Maruzuku ameachwa nyuma, lakini ameacha familia yenye majonzi makubwa na wasiwasi mkubwa, huku familia pamoja na marafiki wakijiandaa kwa mazishi ambayo yatakuwa ni tukio la maombolezo pamoja kwa ajili ya mama na binti yake ambao walipotea kwa kipindi kifupi tu. Hali hiyo na pia imesimulia na kuibua hisia za watu wengi, huku watu wakimwombea familia hiyo upendo na nguvu katika kipindi hicho kigumu ambacho wanakipitia kwa sasa. Kwa sasa mashabiki wa Karina pamoja na Fatuma wanahimizwa kuendelea kuombea familia hiyo na kuonyesha kwamba mshikamano wao ni ule ule, huku jamii ikihamasishwa tu kuenzi na kuheshimu kumbukumbu za marehemu wawili ambao walitoa mchango mkubwa sana kupitia maisha ya kwao. Kifo cha mama wa Karina ni pigo kubwa kabisa, lakini pia ni kumbusho la umuhimu wa kuenzi afya ya maisha ya watu ambao tunawapenda. Mara tu baada ya watu karibu na marehemu kuthibitisha kifo hicho na wengi kusema ni pressure ndio ilikuwa ikimsumbua, bana, dada wa taifa Mange Kimambi ameweza kuandika kitu kupitia Mange Kimambi hapo, akiweza kuwasanua mashabiki mbalimbali chanzo cha kifo cha mama yake Karina kutokana na mizozo mingi na imani za kishirikina toka ugonjwa wa bidada Karina. Mange amedai kuwa hana imani kama kweli mama yake Karina amekufa kwa amri ya Mwenyezi Mungu, maana alikuwa anatoboa siri kuwa mwanae katolewa kafara na shangazi zake, licha ya kuwa baba mzazi wa marehemu Karina alikuwa akipinga hilo kwa ukali zaidi na kudai kuwa hawajui uchawi. Kwa hiyo kufuatia msiba huu mpya ambao umeweza kuibua simanzi kwa watu mbalimbali, dada wa taifa pia umemuibua msiba huo na baadhi ya mashabiki na kuamini kuwa kifo cha mama yake Karina kimeweza kusababishwa ama kutolewa kafara na yeye pia kama mwanae, jinsi ambavyo waliweza kumfanyia. So alitoboa siri hiyo kuwa shangazi zake na Karina ndio ambao wameweza kutoa kafara mama yake na Karina mara tu baada ya kumtoa kafara mtoto wao ambaye ni Karina, na ni siku chache tu zimeweza kupita mara tu baada ya dada huyo kuaga dunia, na leo hii mama yake rasmi imethibitishwa na yeye kuweza kututoka hapa duniani. Lakini pia mambo yako hivyo, watu wanadai si jambo la kawaida mama pamoja na mtoto kutokopishana muda mrefu sana, ukizingatia kwamba imani za kishirikina zilikuwa zikihusishwa kwa sehemu kubwa kabisa mashangazi mtu wakitajwa. Hivyo inawezekana mambo yamekuwa tena kwa upande huo. Bana, mfuatiliaji wetu wa Biomedia, unadhani ni kweli hili ambalo limetokea, mama yake bidada Karina amefariki kwa kutolewa kafara na shangazi zake, au imekuwaje kama ambavyo watu wamezungumza? Wewe uko upande gani? Basi utakuwa
unadondosha comment yako hapo. Familia inathibitisha na ugonjwa wa pressure. Je, uko upande wa ugonjwa wa pressure ama uko upande gani? Endelea kuachilia comment yako kunako section comment, and then tutapita nayo vyema kabisa kunako next video. Lakini pia tunaendelea kumwombea Mwenyezi Mungu roho ya marehemu Mama Karina aweze kupumzisha kwa amani. Amen. Bwana alitoa na Bwana ametoa, jina lake lihimidiwe milele. Amina. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Endelea kusalia nasi kwa kupata update mbalimbali kile ambacho kinaweza kuendelea kutokana na msiba huu ambao umeweza kujiri. Langu jina ni Official Rose D. Endelea kusubscribe, itakuwa inapendeza mtazamaji.